Ukaguzi wa CAG kwa TRA umebaini mwaka wa fedha 2023/24 jumla ya makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha 2022/23. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere akiwasilisha ripoti ya ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2023/24 mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu Dar es Salaam, amesema kutokana na hatua hiyo kuna ongezeko la shilingi trilioni 3.49 ambazo ni sawa na ongezeko la asilimia 15.46. Kichere amebainisha kuwa pamoja na ongezeko hilo, hata hivyo makusanyo hayo ya kodi yalikuwa chini ya malengo yaliyowekwa na serikali kwa shilingi bilioni 659.61 sawa na asilimia 2.5 ya makadirio yaliyokuwa yamewekwa ya kukusanya shilingi trilioni 26.725. Aidha, Kichere ameeleza kuwa makusanyo ya kodi hizo yalichangia asilimia 56 kwenye mapato yote ya serikali na amepongeza Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa juhudi za kukusanya mapato na kukaribia malengo. Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ameikumbusha jamii umuhimu wa kuwakumbuka watoto yatima na kusisitiza familia kuwa na upendo katika kuwalea watoto wao ili kupunguza tatizo la watoto wa mtaani. Mtanda ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya futari ya pamoja iliyojumuisha watoto yatima na viongozi wa dini jana jioni mkoani humo. Ili hata tuweze kuhudumia watoto wetu wasigeuke kuwa watoto wa mitaani. Tukiachana kwa chuki, tukiachana tusalimiani, maana talaka inaruhusiwa na ndio maana kuna aina za talaka. Kwa hiyo lakini tunapoachana tuachane kwa wema ili tusizalishe kundi la watoto wa mitaani. Kwa upande wake, Shehe wa Mkoa wa Mwanza Hassani Kabeke amemshukuru mkuu wa mkoa kwa jitihada zake kubwa sio tu katika kufuturisha watoto lakini pia kuandalia mahitaji mbalimbali yatakayowasaidia walezi na wahisani. Lakini unapofanya chakula katika sura hii umetualika sisi, lakini watoto yatima umekwenda kula vituoni, wale walezi kwa siku 2 au 3 watapumzika kutoa chakula. Umefanya kitu kikubwa sana. Baadhi ya walezi wa vituo vya watoto yatima wamemshukuru mkuu wa mkoa kwa msaada huo na kueleza kuwa utapunguza changamoto wanazokabiliana nazo katika kuhudumia watoto hao. Jeshi la polisi mkoani Kagera limekanusha taarifa zilizotolewa hivi karibuni na Bwana Robert Lazaro, mmiliki wa gari aina ya Toyota Probox yenye namba T931 DNX ambaye alidai kupitia mitandao ya kijamii kuwa polisi walilishikilia gari lake bila sababu. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa polisi mkoani Kagera Brasius Chatanda amesema gari hilo linashikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa umiliki wake na uhalali wa taratibu zake za kisheria. Ni kwamba mwezi Oktoba mwaka 2024 jeshi la polisi lilipokea taarifa ya kuibiwa kwa magari mawili. Moja aina ya Probox lenye namba T159 EDG lililoibiwa kule Biharamulo, lakini na namba gari nyingine T724 EAD aina ya Toyota Succeed lililoibiwa kule Ngara. Kufuatia taarifa hizo, uchunguzi ulianza ili kubaini gari hilo linaweza likawa limeenda wapi. Kwa mjibu wa Chatanda, Bwana Robert Lazaro alitoa taarifa zisizo sahihi kuhusu umiliki wa gari hilo na kwamba jambo hilo lilisababisha mahakama kutoa kibali cha kuuza nyumba yake. Aidha, jeshi la polisi limeonya watu wanaosambaza taarifa zisizo za ukweli katika mitandao na kuwataka wananchi kuwa wazalendo kwa kufuata sheria zilizopo. Na sasa ni habari za kimataifa. Zaidi ya familia 600 zimeripotiwa kuhama makazi yao na wengine wameuawa kutokana na hali ya usalama kuzorota katika mji wa Walikale, mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa DRC. Ripoti ya waganga wasio na mipaka MSF imesema licha ya waasi wa M23 kudai kuondoka katika mji wa Walikale, lakini mpaka sasa wanaendelea kuonekana katika eneo hilo. Msemaji wa shirika la raia katika mji huo, Bosco Edo, amesema raia wengi wamekimbia makazi yao na 7 wameuawa wakati makumi wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi ambayo yanaendelea. Waasi wa M23 walitangaza wiki iliyopita kusitisha mapigano wakidai kutii makubaliano yaliyowekwa na kutangaza mazungumzo na serikali ya DRC, jambo ambalo hawajalitekeleza.
Naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Sudani Kusini cha Riek Machar amesema kukatwa kwa makamu huyo wa kwanza wa rais kumeyabatilisha makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2018. Kiongozi huyo amesema hatua hiyo sasa inatishia kuitumbukiza tena nchi hiyo katika vita. Marekani leo imetoa wito kwa Rais Salva Kiir kumwachilia huru mpinzani wake Riek Machar anayedaiwa kuwa chini ya kifungo cha nyumbani na kusema kuwa sasa ni wakati wa viongozi hao kuonyesha kujitolea kwao kwa amani. Hata hivyo, jeshi la serikali ya nchi hiyo pamoja na msemaji wa serikali hawakujibu mara moja ombi la tamko kuhusu hali ilivyo. Na takriban watu 6 wanahofiwa kufariki na wengine 9 kujeruhiwa baada ya nyambizi ya watalii kuzama katika ufuo wa mji wa Hagada wa bahari ya Sham mapema hii leo. Taarifa zinasema kuwa waliojeruhiwa wakiwemo 4 waliokuwa katika hali mbaya walihamishwa katika hospitali za karibu. Aidha, inaaminika kuwa takriban abiria 40 ambao ni watalii walikuwa kwenye nyambizi hiyo, ambapo waokozi bado wanaendelea kuwatafuta baadhi yao. Waza Wazua. Msikilizaji, unapokataliwa tambua kuwa mlango huo haukujengwa kwa ajili yako. Tulia na jenga wa kwako. Waza Wazua. Na huo ndo mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube ni Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Asma Ahmed. Unasikiliza makala haya ya Duru Zetu Alasiri kutoka Radio Kwizera FM, na nafasi ya kuendelea kusikiliza na kutoa maoni yako kupitia 0692573615, nami nitatazama hapo baadaye maoni yako. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri, habari kuu leo hii. Ukaguzi wa CAG kwa TRA umebaini kuwa mwaka wa fedha 2023-2024 jumla ya makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 fedha zilizokusanywa katika mwaka wa fedha 2022-2023. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amekumbusha jamii umuhimu wa kuwakumbuka watoto yatima na kusisitiza familia kuwa na upendo katika kuwalea watoto ili kuepuka tatizo la watoto wa mtaani. Na zaidi ya familia 600 zimeripotiwa kuhama makazi yao na wengine wameuawa kutokana na hali ya usalama kuzorota katika mji wa Walikale, mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa DRC. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Kwizera FM kutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi kinifu taarifa zetu, ambapo tunaanza kwa taarifa ya kwamba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere leo amewasilisha ripoti kuu kwa mwaka wa fedha 2023-2024 wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema deni la serikali limeongezeka na kufikia shilingi trilioni 97.35 kutoka shilingi trilioni 82.25 katika mwaka wa fedha uliopita. Dr. Kichere amesema kufikia Juni 30 ya mwaka 2024 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35, kiasi hiki ambacho kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa kwa mwaka wa fedha 2022-2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Amesema deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Thamani ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kwamba deni la taifa bado ni himilivu.
Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mdau wa mambo ya kiuchumi Bwana Faida Potea kutoka jijini Mwanza. Upi mtazamo wake kwa kupanda kwa deni hili la taifa? Hiyo tunasema tu kwamba ripoti hiyo ni sehemu ya kutukumbusha kwa hali ambayo tulionayo, na sio kwamba ni kitisho cha kuweza labda kuogopesha watu, hapana, lakini pia kujua uhalisia na ushirikishwaji tu taifa kama taifa, ili watu wafahamu nini kinachoendelea. Tumeshuhudia deni hili la taifa likipanda kutoka trilioni 82.25 2022-2023. Sasa kwa mwaka 2023-2024 limeongezeka na kufikia trilioni 97.35. Unafikiri kwa nini deni hili limeongezeka kwa zaidi ya trilioni 15? Ndugu mtangazaji, ni kwamba kuongezeka kwa deni na ni namna au tuseme mahitaji na yanavyohitajika, na ndio kimepelekea deni hilo kufikia hapo. Kama sio mahitaji ya kitaifa lisingefikia hapo, lakini pia namna ya ulipaji wake nafikiri ndio haujachukuliwa maanani zaidi, lakini deni hilo linalipika na si deni hasa la kutisha sana. Kwa hali kama hii sasa, licha ya kwamba CAG wamesema kwamba deni hili ni himilivu, unafikiri kama serikali sasa inapaswa kuja na mkakati gani ambao utasaidia walao kupunguza deni la taifa kuliko kuendelea kuongezeka? Ndugu mtangazaji, unakumbuka kipindi cha Benjamin Mkapa aliingia, alikuwa na utaratibu wa kulipa madeni. Baada ya kuwa deni limekuwa kubwa na alionekana kulipa na mpaka kuonekana miongoni mwa watu wanaweza kulipa madeni. Kwa hiyo serikali kwa mujibu na utaratibu tu wa ukiwekwa mzuri, deni linaweza likalipika. Kwa mfano tu tuchukulie kwamba Tanzania ina rasilimali nyingi ambazo tunaweza tukazichukua na kuona kwamba upande fulani tuweze kufanya hili. Tuna madini, tuna gesi, tuna vyanzo vingi tu vya mapato ambavyo naamini kwamba kama serikali ikiamua kuanza kulibebea njuga deni hili ndani ya miaka 5 tunaweza kuwa katika sehemu moja nzuri zaidi. Wakati deni la taifa likielezwa kuongezeka, lakini bado kuna maeneo ya vijiji hayana zahanati kama sera ya afya inavyoelekeza kwamba kila kijiji kuwa na zahanati, lakini pia bado kuna baadhi ya shule majengo hayatoshelezi, wengine wanafunzi wanakaa chini kwa kukosa madawati. Unafikiri kasi ya ukuaji wa deni na bado tunakabiliwa na miundombinu kama hii, tulipaswa kufanya nini zaidi ili walau hii mikopo ambayo inakuja ije kusaidia kupunguza hizi changamoto zilizopo? Mimi nafikiri ndugu mtangazaji, ni kwamba ni kweli hali ya taifa si nzuri, miundombinu yake, lakini hii ni mipango kazi ambayo tawala wanaweza kukaa na kuamua. Mfano tu tukaamua ujenzi wa barabara, tukaachana na ujenzi wa nchi nzima, lakini tukasema kwamba maeneo ambayo maendeleo yake ni madogo, basi hebu tuanze kwa ujenzi wa barabara kwa sababu hatutalipa, lakini huku pia maeneo ambayo tulijisahau watu wakajenga na kuelekeza tutalipa yakapata. Lakini ikawa ni mfano. Nina hakika kabisa kwamba deni hili sio deni ambalo linatisha sana, na linaweza likalipika na linaweza likaleta taswira nzuri zaidi ndani ya mwaka mmoja au miaka miwili. Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mdau wa masuala ya uchumi Bwana Faida Potea kutoka jijini Mwanza, tukiangazia swala hili la ripoti ya CAG. Msikilizaji, tunasonga mbele. Watu wawili wamefariki baada ya kurushiwa bomu la kurushwa kwa mkono ambalo lilikuwa likimilikiwa na wanamgambo wa Zalendo katika mji wa Uvira, mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa DRC. Kiongozi wa kamati ya vijana katika mji wa Uvira, Bwana Cheko Bonane, amesema chanzo cha mauaji hayo ni ulevi wa kupindukia, suala ambalo ameomba makundi yote ya Wazalendo kuondolewa katika mji wa Uvira. Bwana Bonane amesema kutokana na hali ya wazalendo kuzua vurugu katika mji wa Uvira, raia wengi wamekuwa na wasiwasi, huku wazazi nao pia wakipinga kupeleka watoto wao shuleni kwa kuhofia usalama wao. Mwanahabari wetu Lokendo Tenchi amezungumza na Bwana Bonane ambaye ameeleza haya yafuatayo. Kuna mzalendo wa grupe ya Kashumba ambaye alikuwa na grenade mnamo quartier ya Kasenga aveni Kilimahewa kama tu ya Comforti hapa aveni Comfort nikana kwenye mkono. Sasa akaitupa, wakati ameitupa ikaua watu wawili. Ulikuwa mtoto kama wa miaka
kama vile 10 hivi ama 10 ama kenda, na mlikuwa mama mzee ambaye naye amefariki pale pale. Watu wawili wamefariki pale pale, yule mtoto na ule mama. Lakini pia kulikuwa baba mzee mwenye naye ameumia na amepelekwa kwenye hospitali. Mzalendo ule akuumia sana na iko hospitalini. Bwana Chako, nini hasa chanzo cha mauaji hayo? Wazalendo wanatembea sana, wanazagaa kiolela mpaka hautajua huyu anaenda wapi, huyu naye anaenda wapi, kwenye malengo gani. Ya pili, wanakunywa vileo sana, na wakati wanakunywa vileo wao wenyewe wanaanza kutogozana, hawapatani. Hiyo inawafanya kwamba waanze kutupiana maneno na waanze kupunguliana tepe ili kwamba wapigane masasi. Tulipouliza Fidel tumana hiyo hali fanyike, ni kwamba tu amelewa, umoja katukana mwenzake na akaanza kimbia na wakaanza kumkimbiza na akatoa tu grenade. Grenade ni nyingi sana katika mikono ya wazalendo, ndio akatupa na ikaua watu wa innocent wawili, mama na mtoto mdogo. Ni hali ambayo hatuelewi mpaka sasa, inafanya kwamba wazazi wanaretenir watoto wao wasiende shuleni. Hali iko mbaya katika vile ya Uvira na territory ya Uvira. Ninyi kama vile viongozi wa vijana, mnashauri kitu gani hasa kwa makundi hayo ya wazalendo, vile vile kwa serikali ya mji wa Uvira? Sisi hatutoki na kumapropose proposition mingi ya kuambia kwamba inabidi kantonema wazalendo ikuwe, inabidi wazalendo waende kupro, watoto katika vile waende kunani territory kwenye people from. Hata kama mateni tushawapropose wabadilisho, lakini naye atasikia. Hata proposition moja yenye autorité provinciale natoa, hata mairie natoa, watu wote wangaliki mahali ya kufahamu mpaka tuelewi tena tuseme namna gani. Hali ni mbaya mpaka tuelewi tutembee namna gani. Ni mtu kujilinda mwenyewe. Inasemea hali ya usalama kuwa mdogo ya hatari sana, sababu hautajua huyu ni nani na huyu ni nani. Tuko najua tu wazalendo ni kuteni tu yenye wanavala, na tutajua soda FARDC kama iko mugari ama iko nachunga komanda wake mwenye iko napita. Naam, ni taarifa hiyo ya mwenzetu Lokendo Tenchi. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara. Tunaungana na Amina Semagogwa. Leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere amesema kuwa mapato ya kodi, ukaguzi uliofanywa katika mamlaka ya mapato Tanzania TRA umebainika katika mwaka wa fedha 2023-2024 jumla ya makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha 2022-2025. Akiwasilisha ripoti ya ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2023-2024 mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, Kichere amesema kutokana na hatua hiyo kuna ongezeko la shilingi trilioni 3.49 ambazo ni sawa na ongezeko la asilimia 15.46. Kichere amebainisha kuwa pamoja na ongezeko hilo, hata hivyo makusanyo hayo ya kodi yalikuwa chini ya malengo yaliyowekwa na serikali ya shilingi bilioni 659.61 sawa na asilimia 2.5 ya makadirio yaliyokuwa yamewekwa ya kukusanya trilioni 26.725. Na tutamatishe Duru Uchumi na Biashara kwa kuangazia viwango elekezi vya ubadilishanaji fedha za kigeni leo Machi 27 mwaka 2025 kwa mjibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Leo shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 62, huku faranga ya Burundi ikinunuliwa kwa senti 88 na kuuzwa kwa senti 88. Dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2619 na senti 31 na kuuzwa kwa shilingi 2645 na senti 5, huku paundi ya Uingereza ikinunuliwa kwa shilingi 3375 na senti 24 na kuuzwa kwa shilingi 3410 na senti 31, huku faranga ya Rwanda
ikinunuliwa kwa shilingi 1 na senti 85 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 89. Na shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 28 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 41. Duru uchumi na biashara, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Naam, na sasa ni wasaa wa Duru michezoni. Moja kwa moja tunaungana na mwenzangu Marco Pastori Bundala kufahamu yale ambayo yapo viwanjani. Naam, karibu sana Marco Pastori, tufahamu yale ambayo yapo katika medani za kimichezo. Asante sana, bila shaka jioni imekuwa njema kwa Ngara kimvua fulani hivi. Swadakta kabisa. Sasa katika michezo bana, tutazame kubwa zaidi ikiwa ni mchezo ambao unaendelea hivi sasa wa kombe la shirikisho hapa Tanzania. Dakika ni ya 22 inaenda ya 23 hiyo. Simba wanacheza na Bigman FC na mpaka sasa Simba anaongoza kwa bao moja. Ni moja ya mchezo ambao upo hii leo. Lakini kwa upande mwingine ni kufahamishe tu kwamba usiku wa leo kuna kwenda kuwa na mchezo mmoja bab kubwa, na huu ni mchezo namba 28 kule ligi ya Uhispania. Barcelona anakwenda kucheza na Osasuna. Ni miongoni mwa mchezo ambao unatazamwa kwa ukaribu kwenda kufahamu hali itakuwa vipi. Kwa hiyo usikose kufuatilia pia uchambuzi wake kwa kina ndani ya Sports Corner. Na jana bana, tukiwa ndani ya Sports Corner tuliweka mkeka hapa, tukasema nafasi inaonekana kwa Barcelona, japo hatujaweka kiundani zaidi kuhusiana na hilo. Kwa hiyo usikose kufuatilia usiku huu wa leo. Mbali na hivyo, kuna michezo mingine ambayo itachezwa kesho kule barani Ulaya. Kwa hiyo ungana nasi pale saa 2 dakika 15 kufahamu zaidi. Naam, shukrani sana Marco Pastori. Shukrani. Moja kwa moja nitazame ujumbe wako msikilizaji uliotutumia ukichangia katika taarifa zetu. Yanasema tumuite Happy Marco wa Kabanga Ngara, anasema ukweli deni la taifa limeongezeka sana na sio faida za mikopo hiyo, kama ni hizo basi zina bei kubwa sana. Anasema barabara zetu bado ni za vumbi na vituo vya afya havitoshi. Shule zina wastani, sio shule ni za wastani na sio kila kata kuna shule. Nasema kweli watueleze hayo madeni yametumika, asema yanatumika kupunguza nini? Mdau kauliza swali kweli kweli, anahitaji serikali imjibu madeni hayo yanatumika kupunguza nini. Anasema tumuite Saulo Salazieli mjukuu wa Jeremiah kutoka maeneo ya Mtakuja Mwivuza Ngara Kagera Tanzania. Anasema shukrani sana RK kwa taarifa zenu, kwa kuendelea kutujuza habari mbalimbali za ndani na nje ya Tanzania. Tuko pamoja, na maliza kusema hivyo. Lakini huyu anasema naitwa Moses Ruben kutoka maeneo ya Kibondo Kitahana, mwana ubaya Bwela, MVP Chemaloni na Kamara. Anasema vipi MVP Kamara pamoja na Chemaloni, hali zao zinaendeleaje? Kamara bana yuko fiti na Chemaloni pia anaendelea na mambo mengine, tutakuja kufahamishwa hapo baadaye. Huyu anasema anaitwa Taifa Tegelize, msanii msanii na mwana Simba halisi. Anasema kiwa maeneo ya Kumnazi Ngara Kagera Tanzania. Anasema shukrani sana kwenu kwa habari kemkem, lakini pia anasema nawatakia ushindi mnono wa goli 5 chama lake Simba. Ndivyo anavyosema hivyo na kamilisha. Na huyu anasema Mungu awabariki sana walioonyesha matendo ya huruma kwa wahitaji huko Mwanza. Erastus Msafiri anasema yupo Kagera. Haya, shukrani sana Erastus Msafiri. Na kwa ujumbe huo nakamilisha makala haya ya duru zetu alasiri. Habari kuu tulizokuletea hii leo:
Ukaguzi wa CAG kwa TRA umebaini kuwa mwaka wa fedha 2023-2024 jumla ya makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha 2022-2023. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ameikumbusha jamii umuhimu wa kuwakumbuka watoto yatima na kusisitiza familia kuwa na upendo katika kuwalea watoto wao ili kupunguza tatizo la watoto wa mtaani. Na zaidi ya familia 600 zimeripotiwa kuhama makazi yao na wengine wameuawa kutokana na hali ya usalama kuzorota katika mji wa Walikale, mkoa wa Kivu Kusini mwa Mashariki mwa DRC. Na hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho katika makala haya ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya wote waliosikika, niseme asante kwa kuwa nasi, nikutakia alasiri njema, lakini nikuombe uendelee kusikiliza Mseto Leo hadi pale 2 kamili usiku. Mimi ni Laurent Gavas.